Maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu yanalenga kukutanisha wizara mbalimbali, mashirika, taasisi za elimu ya juu, wadau wa maendeleo, asasi, kampuni za teknolojia, vyuo vya ufundi, vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi, shule za msingi na sekondari, watafiti, wabunifu na sekta binafsi kwa ujumla, kwa lengo la kutoa taarifa, kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja kuhusu mipango na masuala mbalimbali yanayotekelezwa na yanaendelea kutekelezwa na serikali. Maadhimisho haya pia yanatoa fursa kwa wadau na umma kwa ujumla wake kushuhudia na kujionea matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zilizobuniwa hapa nchini, hususan na vijana wa Kitanzania, pamoja na kuwaunganisha wabunifu na wawekezaji kwa ajili ya kuendeleza na kubiasharisha matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zao. Aidha, bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine zitakazoonyeshwa zinalenga kutoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, kilimo na mifugo, nishati na madini. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni elimu, ujuzi na ubunifu, njia ya kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050, yani education, skills and innovation, a pathway to achieving the National Development Vision 2050. Kwa mwaka 2026, maadhimisho yatahusisha matukio mbalimbali yanayolenga kuonyesha, kujadili na kuainisha mikakati na hatua za pamoja za kuongeza michango wa elimu, ujuzi na ubunifu katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Hii ni kwa kuzingatia umuhimu wa masuala haya katika kuimarisha nguvu kazi, kupunguza utegemezi katika teknolojia na kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Matukio hayo yatajumuisha: moja, maonyesho ya bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine kutoka kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Maonyesho haya yanajumuisha sekta zote za kiuchumi na kijamii. Pili, mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, yani MAKISATU. Tatu, kutakuwa na mashindano ya ujuzi, yani skills competition, kwa wanafunzi wa vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Nne, kongamano litakalojumuisha mijadala kuhusu mada mahususi za kimkakati katika maeneo ya elimu, sayansi, teknolojia na ubunifu kwa lengo la kutoa taarifa, kujadili na kuainisha mikakati ya pamoja ya kuimarisha utekelezaji wa mipango na programu za maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini, hususan katika kufikia dira yetu ya maendeleo 2050. Ushiriki wa kila mdau katika sekta ya umma na binafsi ni muhimu katika kuhakikisha maadhimisho haya yanakuwa jukwaa la kuibua fursa, kuimarisha ushirikiano na kuchochea matumizi ya maarifa, teknolojia na ubunifu katika kuleta maendeleo endelevu ya taifa letu. Maadhimisho haya yatatoa fursa ya kubadilishana uzoefu, kujenga mahusiano ya kimkakati na kuweka mikakati ya kuendeleza rasilimali watu yenye uwezo, ubunifu na ushindani kwa ajili ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Tunapitia sera ya sayansi, teknolojia na ubunifu ambayo ilikuwepo ya miaka ya nyuma kidogo, na tumeona kulingana na mazingira ya kidunia yalivyobadilika, ni muhimu hata sera hiyo pia ipitiwe ili iendane na mazingira ya sasa. Kwa hiyo haitakuwa muda mrefu sana ujao wizara yetu itaweza kuingiza katika mchakato wa kiserikali uishaji wa sera hiyo. Na sera hiyo sasa ndio itatoa mwongozo wa namna ya masuala yote ya sayansi, teknolojia na ubunifu yanavyokuwa handled ndani ya nchi. Kwa hiyo sera itatupa mwongozo wa namna ya kushughulikia masuala hayo. Serikali MAKISATU tunawaibua. Baada ya kuwaibua, tunakuja kupatia usaidizi wa kuendeleza, ikiwa ni pamoja kupatia mtaji kidogo, lakini pia usaidizi wa ufundi. Sasa baada ya hapo, kuna baadhi ya ubunifu inabidi siingie biashara kwenda sokoni. Kwa hiyo inawezekana baadhi ya tunaziona kwamba sokoni hazijaingia kwa sababu ya pati ya biashara ndio bado na misi kidogo. Kwa hiyo niseme kwa maana ya kwamba serikali imefanya makubwa na inaendelea makubwa, kwa sababu tutaendelea kujadili cost gati yote tunafanya kazi.